tulipokuwa tunamuuliza daktari, alisema mtoto amezaliwa ni kama ana siku 3 na amekufa, ameshaanza kuharibika kabisa, amekuwa mweusi na amevimba. Kiukweli hatakuwa na namna ya kufanya kwa sababu huwezi kumpeleka hata kwenye mochwari walau ahifadhiwe au atambulike, lakini alikuwa ameharibika. Na kwa kushirikiana na wanawake pia na wanaume tulikuwepo eneo lile, kiukweli tulipokea kwa masikitiko sana. Na baadaye kuna mama ambaye alijitokeza na kusema yuko radhi yule mtoto aende akahifadhiwe kwenye eneo lake kwa ajili ya maziko. Lakini basi kwa hatua hii nichukue nafasi hii kuzungumza na wanawake wenzangu. Tukio hili kiukweli linahuzunisha sana. Tunalaani hicho kitendo. Mimi ni mwanamke, ni mama mwenye watoto 4. Unaumwa kabisa uchungu, unaenda kujifungua leba. Unaenda kumtupa mtoto, unamweka kwenye mfuko wa mambo poa. Yaani hiyo sio haki kabisa. Yaani hiyo jamani, hiyo yaani hata hofu ya Mungu jamani, tuogope tu hata hofu ya Mungu. Mtoto mchanga hajui kuongea wala hajui kufanya nini. Tumuogope basi hata Mungu jamani. Anapotelekezwa, akija upande wa pili, wazazi wanakuwa wakali. Wazazi wanapokuwa wakali, binti anachukua hatua yoyote ile pasipo kuwashirikisha wazazi. Na pia mabinti wanapokuwa wajawazito wasifiche kwa wazazi wao. Pengine hata mzazi hajui kama mtoto ana mimba, pengine labda ameenda sehemu akakaa, maisha yamemshinda, ndipo akafanya tukio kama hili. Mimi binafsi nimeumia sana na laani kitendo hichi. Siangali awe ni mama, awe ni binti. Naomba Mungu ampe adhabu atakayopanga yeye. Maana sisi ni wanadamu, lakini Mungu yuko zaidi. Kwa majina anaitwa Diru Selemani. Hapa siku za nyuma palikuwa na matukio ya namna hiyo, lakini wazee wa mila wajaribu kukaa na kwenye hili jambo. Unajua wanasema dini haivunji mila, wala mila haivunji dini. Kwa hiyo kuna utaratibu wa wazee wa mila wakae wazungumze jambo hili. Wana nafasi yao kabisa, wana nafasi yao. Wakiongea jambo hili litakomeshwa. Ushauri wangu kwangu niseme mtoto mliavyo ndivyo akuavyo. Wazazi tunakwepa majukumu ya kulea watoto wetu. Wazazi tunakwepa kusimama kwenye nafasi zetu. Lakini pia tukisimama kama wazazi tukawalea watoto wetu vizuri, haya matukio yatakomeshwa. Lakini pia vijana na wao pia wawasikilize wazazi. Wasikilize wazazi maelekezo, pia na viongozi wa dini. Viongozi wa dini wakisimama kwenye nafasi zao misikitini, makanisani, haya matokeo yatakwisha. Nangu naitwa Rose Alexander Monja. Hilo iliniuma sana. Mahali pa kwenda kustiriwa ilikuwa inaleta shida. Ikabidi nikamuomba tu, nikamwambia nipeni mimi nikamzike kwangu. Mimi nawaambia wapunguze kutupa watoto kwa sababu kuna wengine wanatafuta watoto alafu wengine wanatupa watoto, wasio wanatupa watoto. Majina kwanza naitwa Rogers Thomas, ni mwenyekiti wa kitongoji cha Gembo, kijiji cha Sangaiwe. Kwanza kabisa hili ni tukio la kusikitisha na ni tukio la mara kwanza kutokea katika kitongoji hiki na kijiji cha Sangaiwe. Mimi kama mwenyekiti wa kitongoji, kwa niaba ya serikali ya kijiji cha Sangaiwe, ninaomba akina mama au akina baba wenye tabia kama hizo, basi naomba waache. Na sisi basi wakina baba, naomba jamani, tusikwepe majukumu ya kulea watoto. Huyu mtoto hatujui Mungu alimpangia hisani gani. Na alikuwa waziri, alikuwa rais wa baadaye, kwa mama huyu aliyojitolea kumstiri huyu mtoto. Mimi nimpe shukrani sana na Mungu atamzidishia maisha na atamzidishia alichopungukiwa. Inspector Lutengano Kulefya Mwambaraswa, polisi kata wa kata ya Mwada. Niwapo pole sana kwa tukio hili lililotokea, kwa sababu baada ya kupewa taarifa niliweza kuwasiliana pia na kitengo cha upelelezi kutoka kituo cha polisi Mwada, ambao ndo wanajukumu la kuja kufuatilia tukio na kukagua eneo la tukio. Walifika kwa wakati, jambo ambalo naweza nikawaasa ndugu zangu wananchi, haya matukio ni matukio ambayo yanatokea kwenye jamii yetu. Aliyetupwa ni mtoto. Hatujui huyu mtoto amezaliwa na lika lipi. Je, ni wadada au ni mama mtu mzima amekuja kumtupa kwenye bwawa? Lakini kwa sababu hatujui ni nani aliyemtupa, tunawaasa kina mama wote, unapopata changamoto ya aina yoyote ile inayohusiana na mambo ya kifamilia, uongozi upo, polisi kata yupo, njoo kituo cha polisi kidogo cha Mwada,
tutakusaidia hata kama liko swala ambalo linahitaji kushughulikiwa na jeshi la polisi, lakini tutakupeleka kwenye idara za ustawi wa jamii, utaeleza shida yako na shida yako itaweza kutatuliwa. Na kama kuna changamoto yoyote kwenye familia, tutaenda kwenye familia yako na tutakaa na wazazi wako, tutakaa na familia yote na ukoo wote kwa ujumla, tutajua shida yako ni nini, kuliko kujichukulia tu sheria mkononi na kwenda kumtupa mtoto. Umemzaa mtoto siku moja, umeenda kumtupa. Yule mtoto ni malaika, we mwenyewe hujui. Laiti ungemlea yule mtoto na kumkuza, angekuja kukusaidia baadaye. Niwaombe sana kina mama, niwaombe sana, kwa sababu nyie ndo mnaobeba mimba. Mtoto wako akibeba mimba nyumbani, usimkalipie, kwa sababu ile tayari ndo kashabeba. Hata ukimkalipia, ukamtukana, ukamfokea, lakini haitabadilisha kwamba tayari yuko na mimba. Hivyo unatakiwa ukae naye kwa busara, umlee kama ulivyokuwa unamlea kipindi hicho wakati ni mtoto wako na ni mdogo, uendelee kumlea hivyo hivyo mpaka atakapojifungua. Yule mtoto akiona kuna faraja ya wazazi, pamoja na kwamba alikosea, hawezi kuchukua maamuzi ya kwenda kumtupa mtoto kwenye bwawa. Niwashukuru sana 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 kwa ushirikiano wenu mliouonyesha. Hakuna anayejua mtoto ni wa nani. Wote tumekuja hapa hatujui mtoto ni wa nani, lakini tumekuja, tumeshirikiana kwa pamoja.